meya kwa muda wa mji wa Baraka, jambo. Umeweza kuitisha kikao kikuu cha usalama katika siku ya leo. Malengo ilikuwa ni kikao cha security leo kwa ajili ya usalama, amani na usalama kati ya Baraka na Koboko na zoni mwa vile ya Baraka ndani ya vile ya Baraka. Waalikwa zaidi kwenye kikao hicho walikuwa ni wanani? Tumealika watu wengi kwa mwanzo kwa security kwa vile mutualite ya kabila mbalimbali. Tukisema kabila mbalimbali na kadhalika. Labda kwenye kikao hicho pendekezo gani ambazo ziliweza kutolewa kwa ajili ya kuweza kutafuta usalama bora kati ya makabila yanayoishi katika mji wa Baraka na eneo hilo la Vibokoboko? Pendekezo ilikuwa moja muhimu, kwa kwamba kila mmoja anapenda amani na usalama. Pamoja na yale naomba ama inabidi sasa watu watoshe ile vuguvugu ambapo zinaishi ndani ya roho na muda ngambo na ngambo, na ndio maana unakuta huko pendekezo kwamba watu watoke Baraka waende huko, watu waende huko washuke kama kawaida, pamoja na kwamba tayari walishaanza, lakini ifo waoneshe kama hakuna tena ile tatizo kati ya watu mbalimbali. Unafikiri kwamba kikao hichi kitazaa matunda kweli baada ya kuweza kuitisha kikao hicho? Matunda yapo na yataendelea, kwa sababu kila mmoja anataka amani. Ile ni matunda, kwa sababu kwanza mtu aanze kuridhika ndani mwenyewe, baadaye mwingine aridhike na komuniti zote zitakuwa zimeridhika. Inasemekana kwamba katika mji wa Baraka kwenyewe kujakuwa na usalama wenye kuridhisha. Haitapelekea hata wale wengine kama vile raia wa Vibokoboko kuja kutishika na hali kama hii. Unajua, usalama ni kila mtu achangie, pamoja na kwamba kila komuniti. Ndio maana tutapangilia rasmi, kwa sababu tulikuwa tunatia ndani ya Kirwa, lakini sasa tushuke ndani ya vijiji na nafasi zingine na watu wengine vile wa nje na wa ndani watusaidie kumaliza tatizo hili. Ninaweza kuombwa nani pia kuweza kufika katika maeneo ya Vibokoboko, labda mpangilio wako uko namna gani? Tutakaa pamoja kupanga hata na yeye vile tushuke pamoja. Labda nini ambacho raia wanatakiwa kuweza kukifanya kwa ajili ya kuendelea kudumisha usalama zaidi? Raia wawe radhi na kuendelea kabisa kuunga mkono, kwa sababu ni swala hili. Labda ujumbe wako wa mwisho kwa raia ambao wanaendelea kukutazama kwa wakati huu? Raia kwenda kukazia kusema kwamba sisi wote tumefurahia kikao hiki na tuendelee kufanya vikao kama na hivi. Yule ambapo tumeshiriki naye ashushe hizi habari na tie watu wengine kuchangia amani. Wisemeni Wilonje Lambert, meya kwa muda, tunakushukuru kwa muda wako. Labda ungeweza kujitambulisha? Katika maeneo gani leo huko katika mji wa Baraka? Lengo lako kuu la wewe kuweza kuwepo hapa ni nini zaidi? Kwa mkao kutafuta usalama. Na labda mapokezi uliyapokea namna gani ulipowasili katika mji wa Baraka? Niliyapokea mzuri sana, mkao furahi sana, tena niliyapokea mzuri, kwa mazungumzo mzuri, tuongea mzuri. Labda upande wa mazungumzo yaliyozungumziwa, upande wako wewe uliyapokea namna gani? Niliyapokea juu ya kusema sasa tukae pamoja, makomuniti yote kwa pamoja, kikao tuongee pamoja na kupendana
tutafutie usalama sisi binafsi peke. Katika njia za kutafuta usalama kuna wale ambao walipendekeza kuweza kuweana. Unafikiri kwamba kwa upande wako nini ambayo inaweza kurahisisha makabila ambayo yanaishi hapa katika mji wa Baraka na hapo juu Bokoboko kuweza kuja kuoana? Kuoana si shida. Mtoto binti na kijana mwanaume wakati wanapendana wanaweza wakaoana. Kuoana ni mapenzi. Bali watoto wawili kimaliza masomo yao au wanapendana tu wanaoana. Utahakikishia nini raia katika mji wa Baraka na maeneo mengine ya tarafa la Fizi wanapofika kule maeneo ya Bokoboko, labda kwa upande wa usalama? Raia ya Bokoboko ikifika Baraka hakuna shida, ikifika Bokoboko hakuna shida. Bokoboko ni salama. Tunahitaji wapande wakuye kwetu raia yetu ya Bokoboko, ikiwa ni wazee, ikiwa ni wasazi, ikiwa ni wanaume, ikiwa ni watoto, watawapokea kwa usalama. Mara pili hivi sasa wamama kutoka pa Bokoboko wanafika katika mji wa Baraka. Kuna malalamiko yote mabaya tayari mmeweza kuyapata? Hakuna shida. Safari tatu watafika hapa Baraka, hakuna shida. Alizunguka msante ile bakauza kitu yote yenyewe wanapenda, wakarudia kunyumba, wakatuambia sasa wakahakikisha kupatia labda ujumbe wako kwa raia wengine ambao wanaoendelea kukufuata kwa wakati huu. Mesaji yako ni gani kwa raia wengine kwa ajili ya kutafuta usalama wa kudumu? Mahitaji yangu kuendesha kikao na marekomandasyon yangu ni kusema tunahitaji zile ngazi zote nitoka kusema napande kwetu pende kuongea na wazee babaoni afike kwetu ni wandugu. Tunakushukuru. Kiongozi, jambo. Jambo bwana mtangazaji. Labda ungeweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa Abeka Kozi Chakubuta Jojo Monda. Mimi ni mwenyekiti wa shirika la raia katika jiji la Baraka la wananchi Sosipo RDC. Umeshiriki katika kikao cha usalama kilichoitishwa na uongozi wa mji. Labda upande wako kama vile shirika la raia yaliyozungumziwa mliyapokea namna gani? Kwanza ni furaha kubwa sana ambapo kwa leo tumejisikia kwa watu kukutanana na kwa kuzungumza kwa juu ya kuishi pamoja na kutafuta usalama ya watu wote, ili watu wawe wanajua kuishi na kutembeleana na kuwa na zungumza. Kwa hiyo sisi tulipongeza sana vizio ya chef de l'etat na pia tukapongeza sana meya wa jiji la Baraka pamoja na mkuu wa jeshi wa 33e region militaire, ambapo walifanya jitihada zao zote ili watu waikae pamoja na wazungumze na waangalie namna gani makabila zote zinaweza ishi pamoja na kwa kutafuta usalama na amani na upendo kwa watu wote. Tunakushukuru. Asante. Baba, jambo. Jambo. Labda ungeweza kujitambulisha? Jina langu ni Sheshimbo Mwami. Ninatumika komite ya krisi. Niko conseil de krisi. Katika maeneo gani? Leo huko katika mji wa Baraka, lengo lako kuu la wewe kuweza kuwepo hapa ni nini zaidi? Lengo langu la kunifikisha hapa Baraka, tulikuwa mkikao ya kutafuta usalama. Na labda mapokezi uliyapokea namna gani ulipowasili katika mji wa Baraka? Niliyapokea mzuri sana kikao, nilifurahi sana tena, niliyapokea mzuri, kulikuwa mazungumzo ya mzuri, tuongea mzuri. Labda upande wa mazungumzo yaliyozungumziwa, upande wako wewe uliyapokea namna gani? Niliyapokea juu ya kusema sasa tukae pamoja, makomunote yote kwa pamoja kikao, tuongee pamoja na kupendana, tutafutie usalama sisi binafsi peke turai. Katika njia za kutafuta usalama kuna wale ambao walipendekeza kuweza kuweana. Unafikiri kwamba kwa upande wako nini ambayo inaweza kurahisisha makabila ambayo yanaishi hapa katika mji wa Baraka na hapo juu Bokoboko kuweza kuja kuoana? Kuoana si shida. Mtoto binti na kijana mwanaume wakati wanapendana wanaweza wakaoana. Kuoana ni mapenzi ya mtu.
bale batoto bawili kimaliza masomo yao au banapendana tu banaoana. Utahakikishia nini raia katika mji wa Baraka na maeneo mengine ya tarafa la Fizi wanapofika kule maeneo ya Bibokoboko, labda kwa upande wa usalama? Raia ya Bibokoboko ikifika Baraka hakuna shida, ikifika Bibokoboko hakuna shida. Bibokoboko ni salama, tunahitaji bapande bakuye kwetu Bibokoboko. Raia yetu ya Bibokoboko, ikiwa ni wazee, ikiwa ni basaje, ikiwa ni wanaume, ikiwa ni watoto, batawapokea kwa usalama. Mara pili hivi sasa wamama kutoka Bibokoboko wanafika katika mji wa Baraka. Kuna malalamiko yote mabaya tayari imeweza kuyapata? Hakuna shida. Safari 3 wanafika hapa Baraka, hakuna shida. Walizunguka msante wakauza kitu yote yenyewe wanapenda, wakarudia kunyumba, wakatuambia sasa, wakahakikisha walitembea mzuri tena. Baraka ni salama. Labda ujumbe wako kwa raia wengine ambao wanaoendelea kukufuata kwa wakati huu, mesaji yako ni gani kwa raia wengine kwa ajili ya kutafuta usalama wa kudumu? Mahitaji yangu kuendeshea kikao na marekomandasio yangu nilisema, tunahitaji zile ngazi zote nitoka kusema bapande kwetu hiyo, wende kuongea na wazee, babaone bafike kwetu, ni wandugu. Tunakushukuru. Mfata pale anasema tutafute piste la solution ya kutafuta amani, ndio jambo kubwa. Bila kupoteza muda, mimi nafikiri jambo la kwanza, kulingana na dini yetu sisi, hakuna kitu cha kwanza chini ya jua ambacho kinatuletea amani kama mtu kumsamehe mtu ambaye alikosea. Na wacha hili jambo likiweza kwanza liwe katika nyoyo zetu, kusamehe vile vilivyopita. Naweza mera mtamkelea na baada ya hapo tupunguze. Kisha jambo la kufuatia, sisi kama vile waumini, nasemea upande wa dini, sisi tuko watu wa dini. Naweza nyie wote, hakuna mtu ataweza kusema yeye hayuko mtu wa dini. Ina maana sisi hapa ni viongozi wenu, sisi ni viongozi wenu. Sasa kwa hiyo sisi watu wa dini tujaribu katika kanisa tuweze kuonesha watu umuhimu wa amani. Huyu mtu atakusikiliza vizuri, na yule ambaye atakushinda, kwa sababu wote huwa wasikii, ni hapo sasa serikali iwe inamshika mkononi yule mtu aende kupita kwenye haki, kwa sababu hakuna amani bila haki tena vile vile. Hili jambo ambalo tutakuonesha kwa viongozi, tujaribu kuonesha watu wetu juu ya mzozo ni wa muda mrefu, na mimi nawaza inawezekana hapa Nyamgungu waliofika hapa sio wale walengo ambao walikusudiwa huko, wale wanaojitia ni wasomi na wakati ni wasomwa kwa ajili ya kudanganya wenzao. Kwa hiyo hii raia nyingine inakuwa inakufa tu kwa sababu ya vile viongozi vyao ambavyo vilifanya visomwa, sio wasomi. Msomi anaweza jamanga hawezi, sababu msomi ana shida ya watu. Sasa kwa hiyo tuniliomba mfanye chini juu, kama aliyesema hata societe civile pale, eske wale wahusika wa kuleta vurugu mnawajua? Kwa sababu najua asili ya zamani hakuna raia alikuwa na tatizo na Mnyamrenge, hata ni watu walikuwa wanapanda wanateremka, lakini kudanganywa na siasa, tukaambiwa ya kwamba unataka kuwa decoupage. Sasa raia kumwambia nataka decoupage, kuleta ni maana Wanyamrenge hapo wanarudi. Sasa wale waleo mnawajua, sababu kama hawatatambulika wale amani sitakuwa ni vigumu zaidi. Tujitahidi watambulike, wapite kisheria, wahukumiwe. Na vile vile piste de solution, ndio maana nisema ni jambo la muda mrefu na ninaomba uvumilivu.
Katika visa ya solution katika dini yetu inasema ili kutafuta amani kati ya kabila hili na kabila hili au mtu na jirani yake ni watu kuoweana. Hivi kabisa tunaoweana sisi. Sasa tumitoka huko tangu leo tuanze kama ni watu wao kuanze kwenda kutumbia biokoko. Wao watu watumbie huko. Hizi moja kati ya visa de solution kama haya yapatikana, tutabakia hivyo hivyo. Na kwa kumalizia hili si muda, tunasema ya kwamba ndugu zangu, mnakuombeni tutafute amani ya kudumu, kwa sababu tunasumbuka sana kwenye masuala ya ujijaji. Mimi ni mhusika wa masuala ya ng'ombe. Wanyamreka walikuwa hapa, ilikuwa ng'ombe iko $300, 400. Leo ng'ombe zinakuwa kutoka Tanzania, sijui Burundi, $1,000 mpaka $1,800. Kwa hiyo ndio maana ukiingia msoko unaambiwa mnofu wa hivi 10,000 usikatali. Kwa sababu ya nini? Tulikuwa tunapata za karibu. Sasa hizi zinaomba mambo mengi kulipia, sijui DDA, sijui sisi, sijui nini. Unataka kwa na vitu vingi na kweli ana haki. Sasa kwa hiyo tutafuta watu kujua hiyo na maisha kusema sana, sio kumaliza na wengine wajazie na wengine inshallah. Ashukuru. Hapana mwakina yale yale yao. Uwanja register. Kiongozi, jambo. Jambo bwana mtangazaji. Labda ungeweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa Abeka Kozi Chakubuta Jojo Ngonda. Mimi ni mwenyekiti wa shirika la raia katika jiji la Baraka la wananchi Sosiko RDC. Umeshiriki katika kikao cha usalama kilichoitishwa na uongozi wa mji. Labda upande wako kama vile shirika la raia, yaliyozungumziwa mliyapokea namna gani? Kwanza ni furaha kubwa sana ambapo kwa leo tumejisikia kwa watu kukutanana na kwa kuzungumza kwa juu ya kuishi pamoja na kutafuta usalama ya watu wote, ili watu wawe wanajua kuishi na kutembeleana na kuwa na zungumza. Kwa hiyo sisi tulipongeza sana vizio ya chef de l'etat, na pia tukapongeza sana meya wa jiji la Baraka pamoja na mkuu wa jeshi wa 33e region militaire, ambapo walifanya jitihada zao zote ili watu waikae pamoja na wazungumze na waangalie namna gani makabila zote zinaweza ishi pamoja na kwa kutafuta usalama na amani na upendo kwa watu wote. Tunakushukuru. Asante.